Kwako wewe ni kocha wa namna gani na Simba wamepata jembe? Steve Barker ni kocha ambaye ni kocha mwenye umri mkubwa, ana miaka 57. Ni mzungu lakini ni South Africa. Mzungu kimuonekano lakini ni South Africa kwa maana ya uraia. Amezaliwa South Africa. Unajua South Africa ni taifa ambalo lina wazungu wengi ambao ni raia wa South Africa. Kwa kuzaliwa pale, kwa kutoka nje kuja pale kuwa raia, na kuna miji ambayo ina watu wa aina hii. Wengine hutumia neno kuita makaburu. Umeelewa? Kwa hiyo wapo jamii za namna hiyo, zipo jamii za watu wa singa na kila aina ya watu. Kwa hiyo asilimia kubwa wanatokea katika mji wa Cape Town. Ni mji wa kizungu, ni ushuani. Sasa Steve Barker ni kocha Mwafrika kutoka Afrika Kusini. Ni kocha ambaye umri wake ni mkubwa, lakini amepata mafanikio ya coaching career kwenye miaka ya hivi karibuni. Ninavyosema hivi karibuni namaanisha hata ile introduction ya Steve Barker, kwamba watu sasa ndo wanamfahamu vya kutosha Steve Barker, imekuja kwenye miaka ya hivi karibuni. Sawa. Timu ambayo imemtambulisha zaidi Steve Barker ni Stellenbosch. Amepita of course ya Mazulu, lakini Stellenbosch ndio timu ambayo imemtambulisha zaidi. Pale ndo kama ameenda kuweka alama yake, muhuri kaenda kugongea pale. Akiwa na Stellenbosch, timu ambayo inatokea Cape Town, timu ambayo tangu inaanzishwa ilikuwa ni mpango kazi kwa ajili ya kusaidia watu wa Cape Town, kwamba hii ni timu yenu, chezeni, onesheni talents zenu, muende juu. Kwa hiyo iko katika hayo mazingira, ina nguvu nyuma yake kwa sababu Cape Town ana kama tycoon. Miongoni mwa mataikuni ambao wako hapo ni Johan Rupert, yuko nyuma ya hiyo timu ambaye anaifadhili, anaipa nguvu. Leo hii Stellenbosch imekuwa moja ya timu tishio ndani ya kandanda ya Afrika Kusini. Baadaye wanakwenda kufanya vizuri pia kwenye michuano ya kimataifa. Huyo ni Steve Barker ambaye amekaa kwa muda mrefu. Unajua Stellenbosch ni timu ambayo imeanzishwa miaka hapo karibuni 15 16 hapo. Lakini wamepanda ligi kuu, imekuwa timu shindani chini ya Steve Barker ambaye imefanya kuwa threat leo hii Stellenbosch. Kwa hiyo project yake ni hii. Unaweza ukashindwa kumuelezea sana deeply kwenye vitu vingi kwa sababu project yake inayong'aa, inayomuuza ni ya Stellenbosch. Sasa Stellenbosch ni timu ambayo ilionekana of course ni timu changa ambayo imekuja kuchallenge kandanda ya Afrika Kusini, na sasa wanatonoa mbawa zao nje ya Afrika Kusini kwa maana ya Afrika kwa ujumla wake. So Steve Barker ni kocha ambaye anaheshima katika viunga vya Stellenbosch. Wana eneo lao pale wanaita jina limetoka tu pale Cape Town. Ana heshima kubwa ndani ya eneo lile, lakini ndani ya Afrika Kusini kwa sababu ni kocha ambaye kaingarisha bendera ya Afrika Kusini kimataifa pia. So ana heshima ya aina hiyo. Yep. Ni upi ubora na udhaifu wa Steven Robert Barker kwenye pitch? Kwenye pitch unahitaji kuona mechi nyingi sana za Stellenbosch ili useme udhaifu na ubora wake. Lakini kwa mechi ambazo binafsi nabahatika kuziona ni madhaifu na ubora wa kimbinu tu ambao unatokana na mchezo husika. Yaani sina description kubwa ya kusema kwamba weakness yake timu yake haidefend vizuri au timu yake inatumia zaidi midfielders. Ushanielewa? Lakini unaweza tu ukatoa ile preview, general view ile ya Stellenbosch na mazingira ambayo wanakuwa, kwa maana ya timu yao imefanya kitu gani, bila kuanalyze strength and weakness kwa maana ya technical issues ya timu inavyocheza, lakini namna ambavyo inakuwa general view maybe ndio sehemu ambayo ina matter most, kwa maana ya timu yake ni ya kishindani, ni timu ambayo imeweza kutoa changamoto kubwa ndani ya kandanda ya Afrika Kusini. Afrika Kusini ni miongoni mwa ligi ambazo zimepiga hatua kubwa sana. Wana timu nyingi shindani, timu nyingi kubwa ambazo zinafanya vizuri, lakini Stellenbosch amepita in between na uchanga wake, ameenda kuchallenge pale, anafanya vizuri. Kwa hiyo ni Steve Barker ambaye overall amekuwa kocha mzuri kwa introduction yake kwenye kikosi cha Stellenbosch. Mzinga, wakati kama huu tukisikia timu imetambulisha kocha mpya, watu wengi wanatamani kusikia mafanikio na rekodi zake huko ambako ametoka. Kwa kifupi sana, kwa wewe ambavyo unamfahamu Steve akiwa na Stellenbosch kwa miaka hii 8, kwa haraka unaweza kusema amefanya nini ambacho kinawezekana kikawa legacy na watu wakaamini kwamba Simba wamepata jembe? Amewahi kuchukua kombe la Carling, lakini mbali na hapo kuipeleka Stellenbosch katika zile nafasi 4 za juu
ni miongoni mwa mafanikio. Kuna ligi ukimaliza nafasi 4 za juu wewe ni mwanamume. Yeye amefanya hivyo ndani ya Afrika Kusini. Of course msimu huu hayupo vizuri sana, lakini hapo nyuma amewahi kufanya kitu kama hicho. Stellenbosch na uchanga wake wa kushiriki kwenye michuano ya kushiriki ligi kuu ya Afrika Kusini, uchanga wake wa kuanzishwa kwa mara ya kwanza wanakwenda kushiriki michuano ya kimataifa kwa maana ya msimu uliopita. Msimu wao wa kwanza wanashiriki, wanaishia semi final ya Confederation. Kama unaishia semi final maana una material ya kucheza finali, una material maybe ya kubeba ubingwa. Kwa hiyo alitengeneza Stellenbosch ambayo kuna hoja nyingine nitakuja kuizungumzia hapo kwamba ameitengeneza Stellenbosch hatari, Stellenbosch nzuri ambao msimu uliopita kwa mara ya kwanza waliingia group stage, wakafika mpaka semi final. Na hiyo semi final wakufika kwa bahati mbaya, walimtoa club Zamalek na Zamalek walimfunga kwake Cairo. Umeelewa? Kwa hiyo ni shock result ambayo unasema hii ni timu gani? Mbona mara ya kwanza tu inafanya vitu vya namna hiyo? Umeelewa? Lakini sasa ukija deeply unaona msimu huu wamerudi tena. Stellenbosch iko group stage tena. Maana yake haikuwa fluke, haikuwa wamebahatisha. Hawa watu wana msuli wa kufika hapa ambapo hapo kwa sababu wameshafanya kwa standard kwenye misimu hii miwili. Kwa mara ya kwanza wameshiriki msimu uliopita, msimu huu wamerudi tena. Wameifanya kuwa standard. Wako katika nafasi za chini chini sasa hivi Afrika Kusini, kama sikosei ni ya pili ya tatu kutoka chini. Ni 14. Nafasi ya 14 kwenye ligi ya timu 16. Maana yake kawazidi watu wawili. Timu nyingi za daraja la Stellenbosch, yani mid-table club, timu nyingi ambazo hazina hiyo nguvu, mara nyingi kuwa na nguvu sawa ya kimataifa na ndani mara nyingi inakuwa ngumu ku maintain, inakuwa ngumu. Kwa hiyo kienda kwenye ligi pale utamwona yuko pale maybe ana viporo, lakini pia ku maintain kwa timu ya hadhi ya Stellenbosch ni ngumu. Inawezekana lakini ni ngumu. Msimu uliopita walikuwa na wachezaji wao. Wachezaji wao wote walikuwa nao kwa maana ya of course kuna wachezaji waliondoka na Jaden Adam waliondoka alienda Mamelodi Sundowns, lakini kuna wachezaji waliobakisha ndani ya kikosi. Umeelewa? Pool kubwa ya wachezaji ilisalia, waka maintain tena katika ligi yao, wakafanya vizuri, wamerudi tena. Lakini msimu huu most of the players wamewaacha. Shaona wengi wameondoka, akiwemo Fawaz Basadians, captain wao ameenda kujiunga na Mamelodi Sundowns. Manake ni pigo. Tafsiri yake sasa msuli wako wa kimataifa na wa ndani unaanza kupungua kwa sababu kuna qualities tayari zimeshaondoka. Akina Ranga Chivaviro hao. Umeona? Unaona kuna kitu kinapotea, Lesiba Nkuu. So kwa Stellenbosch ni timu ambayo kwanza pia unatakiwa kujua ni timu ambayo inaamini sana katika talents vijana, kugroom vijana kutoka kwenye timu zao za chini kuzileta juu, alafu kuwapa exposure kubwa ya kucheza kwenye mechi kwenye ligi kubwa ambayo ni top flight Afrika Kusini, kwenye michuano ya kimataifa, na wamekuwa wakiscout wachezaji kutoka maeneo mbalimbali ikiwemo Nigeria, Senegal, sometimes Tanzania. Hapa walio kumchukua Ali Msengi kama nakumbuka, walikuwa naye pale akiwa na umri mdogo kabisa. Kwa hiyo naamini kwenye hizo talents, na huyu kocha Steve Barker anakuja Tanzania, anakuja Simba kwenye eneo ambalo pia kuna talents za kutosha. Kuna wachezaji wengi ambao umri wao ni mdogo, wanahitaji platform. Lakini ni kocha ambaye ana discipline kubwa, anapenda sana mambo ya discipline. Yaani ndio caliber ya makocha kina Fadlu. Sasa Simba hakuna ripoti mbaya za discipline issues. Hapo Mzinga. Kumekuwa na hivi karibuni tumeona vilabu vya Tanzania vikichukua makocha kutoka Saudi, lakini wengi wao wamekuja Tanzania ni kama wana struggle. Yanga walikuwa na Sidi Ramovic akaja hapo, japo hakufukuzwa, ni yeye aliondoka, lakini kuna namna ambavyo mashabiki walikuwa wakubaliana naye. Roman Falls tumeona ameondoka juzi, kuna namna ambavyo watu walikuwa wakubaliana naye. Lakini Simba alikuwepo Fadlu Davis ambaye alipewa project ya kurudisha makombe ya Simba ya ndani ambayo aliyapoteza kwa misimu miwili, takriban miwili mitatu, naye alishindwa mpaka anaondoka kwenye kikosi cha Simba. Yawezekana kuna nini hasa shida hao makocha ambao wanatoka South? Kuna namna ambavyo ligi ya Tanzania kama wana struggle hivi. Kwanza au makocha hapo maybe aliyefeli hapo labda, lakini kuna watu pia watamkingia kifua, ni Roman Falls. Labda kuna watu watakuja watakwambia hapana, kufeli, alifeli wapi? Watakuuliza hivyo, Roman Falls kafeli wapi? Wengi kuuliza Roman Falls kafeli wapi, utaniambia watu walikuwa wanalalamika na aina ya uchezaji wa timu, high flow vile ambavyo watu wamezoea. Hajafeli bado. Mpira mzuri ulikuwa akufeli Roman Falls. Walikuwa wapendi tu mpira wake anaofundisha. Kwani walikomchukua huko walikuwa wachezaji? Walimuona akiwa huko? Si wanaamini alikuwa na Mamelodi atacheza pasi nyingi kama Mamelodi wapi wewe? Assistant coach pale. Roman Falls wakati anatambulishwa na Young Africans, Rollins Scholar, mwandishi kutoka Afrika Kusini,
alipost tip kwanza kabla ya utambulisho, tip kwamba Young Africans wanakaribia kufinalize hii deal na hivi na hivi na hivi na hivi. Nilienda kusoma comments pale, oya wa South walimuua. Wanasema kwanza wameona nini? Sasa kuna comment moja inasema huko sababu kapita Mamelodi. Ushaona? Ndio hiyo ambayo uko nayo yeye, kwa sababu pale Mamelodi nini kapita nini? Sasa unaona sasa. Bado Romain Folz hajawahi kuwa na hilo kandanda safi ambalo watu wanalizungumzia kwamba alikuwa threat sana, kwamba alikuwa vipi. Ni kocha wa kawaida ambaye ndo anakuja, ana umri mdogo, ana vingi vya kujifunza kwa umri wake. Tusimkatie tamaa kwamba ajui hawezi kafeli. Hapana. Ndani ya Young Africans si kufeli, lakini kuna nafasi yeye kufanya vizuri zaidi. Sasa tukija kwenye makocha wengine, Said Ramovic kwanza sio South Africa. Said Ramovic alipita tu South Africa. Sawa, na wala hakufeli ndani ya Young Africans. Si ndio? Yaani hakufeli wala hakufaulu. Lakini umemtaja mwingine hapo, Fadlu Davids, wala hakufeli ndani ya Simba. Sasa sijui tafsiri ya kufeli tunaitoa wapi, lakini kwa maana kufaulu, Fadlu Davids tangu amefika Simba, misimu yote ambayo Young Africans wamebeba ubingwa. Yaani Yanga wamebeba ubingwa mara 4 mfululizo. Mara 4 zote walizobeba ubingwa mfululizo, mara ya mwisho chini ya Fadlu, si ndio? Lakini katika 3 za nyuma hizi zote, wakati wa Fadlu ndo wakati ambao points zilikuwa ndogo zaidi. Yaani Fadlu kaenda kuamua mechi ya mwisho na Yanga anachukua ubingwa. Maana yake Simba ya Fadlu ndio ilikuwa bora kuliko Simba zote zilizopita hapo nyuma. Lakini tafsiri yake nini? Kwamba kuna baadhi alikuwa tayari ameshazipandisha. Lakini ndio Simba ambao tumeiona ikifika mpaka finali ya Confederation Cup. Si ndio? Ambazo watani zao walikuwa wanazivaa sana na wamezipata, si ndio? Kwa hiyo Fadlu uwezo kusema amefeli. Mind you ni msimu wake wa kwanza. Kwa hiyo hakufeli. No point of kusema amefeli Fadlu. Steve Barker yenye nafasi yake na yeye ni kocha mwingine. Yes, ni kocha mwingine na mazingira mengine. Tusubirie tuone atafanya nini. Kwa namna kikosi cha Simba kilivyo, unaiona nafasi yake ya kufanya makubwa zaidi? Simba na colleges. Issue ni colleges. Simba wanazo. Wana wachezaji wengi wazuri wa daraja la juu, umri mdogo, au akina Elim Panzo. Panzo miaka 23 ujue usijisaulishe. Sure. Kuna nafasi kubwa ya hao wachezaji kufanya vizuri. Kwa hiyo naona kwa hapo alipo anaweza kuivusha Simba kwenda sehemu nyingine. Ni kocha ambaye anasawili tu na mazingira. Juu ya hii pressure ambayo hivi sasa ipo Simba ya kukosa matokeo hivi karibuni, lakini pia kuna pressure nyingine ya nje ya uwanja, yote haiwezi kuwa ni athari kwa namna moja ama nyingine? Kocha aishi na pressure. Na yeye anakuja na project yake. Hiyo pressure sio kazi yake, yani yeye haimuhusu. Yeye anakuja kuweka kitu chake pale. Sasa sidhani kwa ukomavu wa Steve Barker aje ndani ya Simba alafu aanze kuangalia pressure kwanza. Simba mashabiki wanasemaje, wanahitaji nini, timu imefungwa imefanyaje. Sasa utakuwa kocha tena, kocha mashabiki wewe utakuwa. Yeye ataingia pale, mpango kazi wake unasemaje, Simba kaikuta wapi, iko vipi, liko inachezaje, uko inacheza hivi, anaanza kuitengeneza Simba yake. Kwa hiyo haijalishi hata kama ataanza na kipigo kwenye mechi ya kwanza, hiyo haijalishi, anatengeneza Simba yake. Kwa hiyo anakaa chini na viongozi wa club kwa bwana, target ni 1 2 3, target timu ivuke iende robo finali ya Champions League. Inaendaje? Inabidi Esperance afungwe. Kwa hiyo tunaanza na Esperance wewe, tunapita hapa. Kwa hiyo mipango ipo, anatengeneza mipango. Sidhani kama yeye ataanza kufeel na pressure nje ati mashabiki wanasemaje, au mashabiki wenyewe atakuwa mashabiki wa ajabu. So kocha kaanza kufika tu mechi ya kwanza, unaanza kumzomea mumtaki. Wewe umeona wapi? Anaitikia. Mimi nimekuuliza umeona ile Simba ya manager Pantev, wengi walikuwa wakilalamika sana kwa manager kutumia namba 9 kivuli. Jambo ambalo kidogo liliwashangaza watu wengi. Umefuatilia aina ya uchezaji ama ya uchezeshaji wa kocha Robert na unauzungumziaje? Atumii namba 9 kivuli. Atumii aina namba 9 wake pale. Ni mtu wa kandanda la aina gani? Namba 9 wake alikuwa Ashley Kupido. Alikuwa anamtumia pale juu. Anasimama. Yes, na yule jamaa anaitwa Goblas yule jamaa mzungu yule. Yes, na yeye alikuwa anamtumia. Nadhani ameondoka. Kwa hiyo anatumia namba 9. Sawa, Mzinga, yawezekana mnyama Simba amepata mwarobaini wa vile ambavyo tuliona ameanza ligi kuu, ligi ya mabingwa, kuna mechi amepoteza pale mpaka watu wengine wamekata matumaini ya kufuzu kwenda robo finali. Yawezekana ujio wa kocha mpya Simba kama amepata mwarobaini, tukamwona Simba ambaye ni mpya sasa. Inshallah. Inawezekana sana kwa sababu
ndio tunazungumzia kwamba inawezekana kusajili kocha jambo moja, kuperform jambo jingine. Inawezekana mambo yakawa tofauti, lakini most probably tunadhani atakuwa kocha mzuri tu kwa sababu mawazo mapya, timu mpya kama ulivyosema hivi, basi ndio hivi.